Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، نمتنا درس يتو لغة يا كتاب هيك دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. الجزء الأول تبغى كدرس نمبر 11. الدرس 11 somo la 11, baiti, nyumba yangu. Kitu ambacho tunajifunza katika darasa hii namba 1 ni yaul mutakallim, ye ya mzungumzaji, au dhamirul mutakallim, dhamiri ya mzungumzaji. Maana pale ambapo mtu anapokusudia kujimilikisha kitu yeye mwenyewe, kusema hiki ni changu. Mathalan tunaposema baitun ni nyumba, lakini unapotaka kusema hii ni yangu, sasa baiti, nyumba yangu. Maana kipi kilichojulisha kwamba wewe umejimilikisha hii ni yako? Ni hii ya hapa mwisho unaposema baiti, yani yangu mimi, nyumba yangu mimi. Lakini sasa baitun ni nyumba, lakini unapokusudia kujimilikisha unaweka hii ya mwisho ambayo inaitwa yeye ya mzungumzaji. Hicho ndio kitu ambacho tunajifunza katika darasa hii. Hadha baiti, hii ni nyumba yangu. Baiti, nyumba yangu, amama almasjid, ipo mbele ya msikiti. Hii amama ni dharfu almakan, yani inafidisha uwepo wa kitu sehemu. Yani hii nyumba yangu ipo wapi? Ipo mbele ya msikiti. Na jina ambalo litakalokuja baada ya amama linakuwa ni majrur, linapata kasra ambayo ni mudhafu ilayhi. Kwa hii amam ndio inakuwa ni mudhafu kiegemezi, hii kiegemezi. Yani hii nyumba ipo wapi? Ipo mbele ya msikiti, kwa ni mudhafu na mudhafu ilayhi, kwamba amama inafidisha uwepo wa kitu sehemu mbele yake. Baiti, nyumba yangu, jamilun, ni nzuri, fihi, ndani yake. Fihi pia hii ni harfu jar. Fi ni harfu jar ambayo inatia kasra jina linalokuja mbele yake kama tulivyosoma hapo nyuma. Kwa fihi inafidisha dharfu, kadhalika almakan, uwepo wa kitu sehemu. Fihi, ndani yake, hadiqatun, kuna bustani, saghiratun, ndogo. Hadhi ghurfati, hiki ni chumba changu. Fiha, ndani yake. Kwa hiyo hapa fihi ikiwa ni kitu cha jinsia ya kiume, fihi yani ndani ya hiyo nyumba, maana nyumba ni mudhakkar. Kwa fiha, ndani ya hicho chumba, ambao ghurfa ni muannath. Kwa fiha, ndani ya hicho chumba, nafidhatun kabiratun, kuna dirisha kubwa, wa mirwahatun jamilatun, na feni mzuri. Hadha sariri, hiki ni kitanda changu. Wa hadha kursiyi, na hiki ni kiti changu. Wa hadha maktabi, na hii ni maktaba yangu, meza yangu. Saati, saa yangu. Wa qalami, na kalamu yangu. Wa kitabi, na kitabu changu. Ala almaktab, upo juu ya meza. Wa haqibati, na mkoba wangu. Tahta almaktabi, upo chini ya meza. Tahta pia ni dharfu almakani, inafiisha uwepo wa kitu sehemu chini yake, ambao jina pia litakalokuja baada ya tahta linapata kasra, tunasema tahta almaktabi. Kwa hiyo inakuwa ni mudhafu, inakuwa ni mudhafu ilayhi. Nafidhatu ghurfati, dirisha la chumba changu. Maftuhatun, lenye kufunguliwa. Hadhihi ghurfatu akhi, hiki ni chumba cha kaka yangu. Wa tilka ghurfatu ukhti, na kile ni chumba cha dada yangu. Wa ghurfatu akhi kabiratun, chumba cha kaka yangu ni kikubwa. Ghurfatu ukhti saghiratun, na chumba cha dada yangu ni kidogo. Ghurfatu akhi, chumba cha akhi yangu, amama ghurfati, kipo mbele ya chumba changu. Wa ghurfatu ukhti amama almatbakh, na chumba cha dada yangu kipo mbele ya jiko. Li, ni na mimi, kama tulivyosoma kuhusiana tofauti kati ya li na indi, tumesoma hapo nyuma. Li akhun wahid, hapo wamekosea kwenye uandishi, akhaqu kwa wamekosea hapa. Kwa li akhun wahidun, ni na mimi kaka mmoja. Ismuhu Usama, jina lake ni Usama. Wali ukhtun wahidatun, na nina mimi dada mmoja. Ismuha Suad, jina lake ni Suad. Abi wa ummi, baba yangu na mama yangu. Fi tilka alghurfati alkabirati, wapo katika kile chumba kikubwa. Ana uhibbu abi wa ummi, mimi nampenda baba yangu na mama yangu. Wa uhibbu akhi wa ukhti, na nampenda kaka yangu na dada yangu. Tamarinun, mazoezi. Iqra waktub, soma na uandike. Man fi hadha albayt, nani yupo ndani ya nyumba hii. Fihi, ndani yake, yani ndani ya hiyo nyumba, inafidisha dharfu almakan, yani uwepo wa kitu sehemu. Fihi, ndani yake, yani ndani ya hiyo nyumba. Hamidun, kuna Hamid.
madha fil haqibati, kuna nini ndani ya mkoba, katika mkoba. Fiha, ndani yake. Kwa hiyo fihi inakuwa ni kwa kitu cha jinsia ya kiume, fiha inakuwa kwa kitu cha jinsia ya kike. Fiha, ndani yake, yani ndani ya huu mkoba, kitabi, kuna kitabu changu, wa qalami, na kalamu yangu, wa daftari, na daftari langu. Man fi sayyarati, nani yupo ndani ya gari. Fiha, ndani yake, yani ndani ya hiyo gari, abi wa ummi, kuna baba yangu na mama yangu, wa akhi wa ukhti, na kaka yangu na dada yangu. Man fi masjidil jami'ati al'an, nani ambaye yupo ndani ya msikiti wa chuo kikuu sasa hivi. Pia ukisema al-masjidul jami' ni ule msikiti ambao inaswaliwa ndani yake Ijumaa. Al-masjidul jami' msikiti ambao inaswaliwa ndani yake Ijumaa. Ma fihi ahad, hakuna ndani yake yote. Man fi hadhihi al-ghurfati, nani ambaye yupo ndani ya chumba hiki. Fiha, ndani yake, yani ndani ya hiko chumba. Al-mudiru, yupo mwalimu mkuu. Iqra, soma. Uhibbu abi wa ummi, ninampenda baba yangu na mama yangu. Uhibbu akhi wa ukhti, ninampenda kaka yangu na dada yangu. Uhibbu zamili, ninampenda rafiki yangu. Uhibbu ustadhi, ninampenda ustadhi wangu. Uhibbu Allah, ninampenda Allah. Uhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ninampenda mtume sallam. Uhibbu al-lughata al-arabiyya, ninaipenda lugha ya Kiarabu. نعم إن شاء الله تعالى تشيء هذا. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.